Habari ya uzima ndugu jamaa na marafiki, si mwingine tena mbele yenu ni yule Chetu MC Master of Ceremony International ndani ya Bepari TV. Bwana, ni hivi, kuna video niliachia juzi kuhusiana na masuala mazima ya malezi na watu kadhaa tu, sio wengi, wachache walitazama. Waliojifunza walijifunza, waliokuwa na nia kujifunza, lakini waliokuwa na nia kutazama kweli macho yaliwatoka na walikenua sana hawakupata chochote. Jitahidi sana unapozungumza ujifunze. Nachekesha sana kweli, sometimes wanasema bwana jamani naongea kama utumbo. Sio utumbo tu, ila kuna vitu ni vya muhimu. Jitahidi tu kusikiliza. Mungu mkubwa, Baba Mwenyezi Muumba atakujalia utaelewa jambo. Ni hivi, kuna jambo moja mliona kwenye television huko, kama sijakosea ni Azam TV ile, kama na sijakosea. Niliona mtu mmoja akiwa anazungumzia masuala ya malezi. Mtu yule kwa muonekano na mazungumzo yake tu kwa haraka haraka ni msomi mzuri sana. Alinifurahisha kwa sababu alikuwa akiwazungumzia swala la walimu kuwatandika watoto viboko darasani katika ufundishaji na ujifunzaji. Yuko sawa, lakini kuna vitu baadhi alizungumza kwa kweli, kwa upande wangu mimi sijatumwa na mtu uje kusema hapa, lakini naomba niseme kitu tuzidi kujifunza, kwa sababu swala la malezi ni jambo ambalo ni vyema tukaambizana, kwa sababu ni jambo ambalo tunalitumia kuandaa taifa lililokamilifu kwa miaka ijayo. Ni hivi, yule jamaa bwana wakati anazungumza alisema hivi, viboko sio vitu vizuri vya kutumia wakati wa ufundishaji na ujifunzaji, na mimi pia namuunga mkono, lakini nina maswali kadhaa ya kuwauliza watazamaji, na pia msahau comment hapo chini kwamba wale zamani ambao ndio wanaosemekana walichapa sana viboko wakati wa ufundishaji na ujifunzaji, ufaulu ulikuwa kweli sio mzuri darasani. Ilikuwa unakuta darasa la wanafunzi 90, lakini matokeo yakishatoka unakuta wanafunzi 4 watatu ndio wamefaulu kwenda labda advance kuendelea, kama ni form 4, kama ni O level utakuta watatu au ngapi ndio wanafanikiwa kwenda A level, wengine unakuta ni FF maziro na nini. Kwa kweli hali ya ufaulu bado ilikuwa sio nzuri darasani kwa ufundishaji wale walimu wa zamani ambao walikuwa wanatumia kiboko sana. Lakini kwa sasa hivi walimu wanatumia kiboko kwa kiasi kidogo sana, lakini ufaulu tunauona ni mkubwa mno, tena mzuri safi sana. Lakini je, tunapata watu ambao wamekamilika kikamilifu katika kutusaidia kwenye ujenzi wa taifa kwa miaka ijayo? Maana kuna wakati tutakuwa tunazalisha ma A za kutosha, wanafunzi wamefaulu wani, lakini katika maisha ya kila siku wanaperform kama machizi ya zaidi, ambayo yani machizi zaidi yale yaliokuwa milembe, yani ni vipofu. Samani kidogo, ngoja nitazame si nani ananipigia simu. Tamtafuta baadaye. Leta tu, ngoja tuongee kitu cha msingi kwanza. Ni hivi, ndugu zangu, ni vyema na itakuwa ni jambo la heri kama itafaa kutumia kiboko kumjenga mtu akamilike katika hekima zaidi na sio kwenye A zaidi. Utanikumbuka baadaye muda ukiwa umeisha. Fanya bidii, fanya hima, unielewe katika hili. Ni vyema kutumia njia yote kuhakikisha yule mtoto akamilike vizuri kihekima, lakini sio kwenye A. Tunao matajiri wangapi, mabilionia wangapi ambao walifeli na kupata maelfu darasani, lakini katika maisha ya kila siku wameweza kuwaajiri watu wenye A zao na wani zao, tena wameajiriwa kikamilifu na wanawafukia kama watoto wadogo. Kwa nini? Kwa sababu ya kitu kimoja kinaitwa hekima. Waliomaliza zamani, wale wasomi wa zamani walikungutwa sana viboko, walitoka wengine na wengi wao walitoka na maelfu, wachache walitoka na A. Ila katika maisha ya kila siku wengi wao, sijasema wote, wengi wao ni wazuri kwenye hekima na malezi, wana nidhamu, ni wavumilivu. Haya, njoo sasa hivi kwenye hizi A sasa. Naomba nicheke kwanza. Kwanza gia ya kwanza, miaka sasa hivi tunazalisha A za kutosha. Nenda chuo kikuu kaangalia hizo A zetu sasa, ambao ndio tumezifaulisha huko mashuleni. Kazi angalia kule chuo kikuu sasa zikiwa zinachukua elimu za juu. Ndio utasema hizi ndio zile A tulizoziandaa au tumeandaa O. Unafika chuo kikuu unakuta ndio wasomi wetu sasa wa miaka hii ambao tumewategemea waendeshe taifa letu. Ukiwakuta sasa kwa darasani vimini, watu wamevaa vinguo vya ajabu ajabu, wanawake wale wasichana wadogo dogo, vinguo hapa mbele kwenye shipapi pale pamewekwa flat, yani hata hivyo walimu wa chuo kikuu oya wanapitia makubwa.
wanavumilia mengi sana. Mungu awabariki katika hilo. Jamani, walimu wanapitia makubwa. Unafundisha ukiangalia hivi, unaangalia vitu vingine viko katikati ya makalio huko, ukiangalia hivi, yani ovyo ovyo, eti wanajiita wasomi. Na ukiangalia ufaulu wamefaulu vizuri wewe. Sasa tunakuelewa. Kitu ambacho watu tunatakiwa tukijue ni hichi. Hii ni sasa namjibu yule ambaye alisema viboko viachwe darasani sio vizuri kuvitumia. Yuko sawa. Na aliulaumu sana ufundishaji wa zamani na akiufanisha na akiukompea na ufundishaji wa sasa hivi. Kitu ambacho watakiwa ujue, walimu wa zamani walikuwa wanang'ang'ana kumtengeneza mtu mwenye hekima ili akalitumikia taifa lake kikamilifu. Kumbuka, hekima ndiyo nondo ya kumfanya mtu apenye mahali popote anapotaka kwenda. Sio A ina sehemu ndogo sana kwenye maisha ya mtu. A ya physics, A ya mathematics, ina sehemu ndogo sana kwenye maisha ya mtu. Hekima ndio nondo itakufanya upenye na uende mahali popote unapotaka kwenda. Sijui mnanielewa hapo au sijui kidogo mnania. Sijui nawaacha, naomba Mungu awabariki mnielewe. Jamani. Naomba niseme hivi. Mwenye jicho moja katikati ya vipofu wengi, huyo ndio kiongozi atakayeweza kuongoza vipofu wote. Yaani ukiwa katikati ya vipofu, kama wewe una jicho hili moja, utaweza kuwaongoza wote. Na wapenda sana walimu wa zamani, maana walikuwa wanajitahidi kuwafua na kuwatengeneza wanafunzi au watu ambao watakuwa wamejawa na hekima ili waweze kulitumikia taifa lao kikamilifu. Sasa hivi unakutana na mtu kauli darasani, kauli anazoongea maneno yake sio ya hekima, kinywa kimejaa matusi, dharau kibao, vimini kila kona. Jamani, tena aise. Alafu nakutana na mtu anaminyia pale anakuambia wasiguswe. Kweli walimu nao hawatawagusa, hawatawachapa, watawaacha kama walivyo. Kwa sababu ni kweli mtoto atakiwa pigwe kupitiliza. Lakini mnapozungumza, hebu muwe mna balance wazazi. Muwe mna balance. Msipitilize. Kwa sababu nakuta kuna wakati inasaidia kumjenga mtoto mwenye awe na hekima kikamilifu. Itakuwa ni jambo jema kama utaungana nao kiasi, sio sana. Wakipitiliza walimu kwenye fimbo waambiwe. Lakini katika uhalisia ni kwamba mkumbuke kwamba kuna wakati fimbo zinasaidia kwenye hekima zaidi. Kutii, kuna wakati mtu anabidi ashurutishwe akumbuke kutii. Ndio maana napenda sana jeshi la polisi linasema tii sheria bila shuruti. Sasa wewe fanya kama unanengeneka uone. Ukutana na wewe afande mmoja anifurahishaga sana. Yuko somewhere hapa Dar es Salaam. Afande mmoja hivi anaitwa kijukuu. Anaitwa kijukuu cha nani? Anaitwa kijukuu cha Idi Amini. Anaitwa kijukuu cha Idi Amini. Bwana, jamaa kuangalia tu hivi. Ulaleke. Yaani kuangalia tu hivi kwenye uso wake unaona neno limeandikwa tii sheria bila shuruti. Sasa fanya kama unanengeneka uone. Ndugu zanguni, aliye na jicho moja katikati ya vipofu, huyo ndiye mfalme. Watu wengi duniani wanapambana kuwa na jicho hili moja ili waweze kuongoza vipofu wengi sana. Tujitahidi sana kuona. Tusijitahidi wakati wote kuonyeshwa. Kila wakati wote tunaonyeshwa. Jamani, kuna ile na sisi tujitahidi kuona. Tujitahidi kuona, tuangalie. Hivi tutaendelea kupotea sana. Mungu awabariki sana, na sio mwingine ambaye nilikuwa naeleza kwenye kipindi hichi kizuri kabisa ndani ya Vipari TV, sio mwingine anaitwa Check MC Master of Ceremony International. Bwana, usahau subscribe, kulike, lakini pia na kucomment.